Yes. Hatimaye baada ya kuadvertise muda mrefu zaidi kwamba tuko na picha moja bomba zaidi, picha mpya. Yes, story safi kabisa. Hii hapa picha ndio GZC Production. Inakwenda kwa jina la Cold War. Unaweza ukasema tu ni vita ya wabeba mizigo. Hiki sasa kumbuka saundi ni ya Mgojosoni kutoka kitengo pale. Nakuletea jalamba bomba zaidi. Hii ni Johnson ya nyuma zaidi. Namna watu walivyohangaika sana kipindi hicho kabla mambo hayajakaa sawa zaidi. Kizazi cha watu ambao waliishi maisha ya chini wakiwa wanafanya kazi za uhamishaji wa mizigo kutoka katika meli na kuileta nchi kavu zaidi. Bonge moja la picha lakini pia ndio kitengo pale. Au sio? Hii hapa ni advertise. Ili sasa tuko kwenye picha kamili baada ya kupeana advertise kwa muda mrefu zaidi. Hebu tuanzie hapa. Wazo wa picha inaanzia katika eneo moja hivi ambao wanafahamika kwa jina la Mapo. Hapa kuna watu wanafanya kazi ya ukuli, yani watu ambao wanajihusisha na ubebaji wa mizigo kutoka katika meli na kuleta katika nchi kavu. Bwana mmoja ambaye kwa sasa ndio kama kiongozi katika ile eneo, na kile ambacho watu wanapata huwa kinakatwa asilimia chache tu kama kodi ya makubaliano kwa wale watu ambao wanakuwa wamewapatia tenda ya kufanya kazi. Basi mtu mmoja aliweza kukatwa hiyo kodi. Sasa aliweza kulaumu sana, akidai kwamba kiasi ambacho amepewa ni kidogo sana kulinganisha na kile ambacho anakihitaji. Basi kutokana na ubishi wake tu juu ya kile ambacho amepewa, aliweza kujikuta ameingia katika matatizo mazito zaidi. Lakini yote yakiwa yanaendelea, kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anatazama sana mchezo. Sasa wewe wacho ambacho umepewa kama unasema kidogo, maana umechoka kufanya kazi katika ile eneo, kwa sababu ni utaratibu tu ambao umeweka muda mrefu zaidi. Naambia mzee aliweza kula ngwara, alikula kipigo cha kutosha tu, yale alikuwa katika haki yake. Ile mtu baada ya kupigwa sana, baadaye aliweza kuchukua hata kile kidogo ambacho alipata na kuweza kumiminia kwa dharau zaidi, kwamba kila mtu katika ile eneo anatakiwa afanye utaratibu. Na mtu ambaye alikuwa akifanya yote bwana mkubwa ambaye anafahamika kwa jina la Mudok, yeye ndo team leader ambaye alikuwa anaongoza katika kile eneo. Sasa wanasema kila bosi na bosi wake. Majira usiku kila mtu alikuwa analeta tu zawadi kwa mkulungwa kwa kile ambacho amekipata kutokana na kazi ambayo ameifanya katika maeneo ya hizo poti au liver hizo ambazo zinapatikana katika maeneo. Basi ilikuwa ni mtu mkubwa sana, hivyo alikuwa umegawanyika zaidi. Leo kiongozi aliweza kuletewa zawadi na kila mtu tu, lakini Mudok aliweza kuleta kitu ambacho kilikuwa kidogo zaidi. Na hata hivyo miongoni mwa wafanyakazi ambao wako chini ya bosi alimuonesha kejeli sana Mudok kwamba hamna kitu ambayo anajuaga wala hamna kitu ambayo anaifanyaga, hivyo anatakiwa mpole tu kwa sababu kitu ambacho analeta ni kidogo, na maana usimamizi wake uko sawa zaidi. Hii ilimkera sana Mudok, akaona mbona inakuwa kama dharau, hapo akiangalia bado kama Charlie ni mtoto mdogo zaidi, hivyo akawa ameomba tu aweze kuzichapa ili kuwekana sawa, ili kupeana heshima zaidi kutokana na kile ambacho kinaonekana kwamba bwana mdogo kwa sasa anamdharau Mudok. Basi kiongozi alikuwa na namna tu, aliweza kuambia uwanja upo, na kama anahitaji kuzichapa basi waende wakazichape hapo chini, yeye mwenyewe anahitaji kuiona burudani kwa siku ya leo. Basi mambo yakiwa yanazidi kusonga tu na watu wakiwa wameingia kwenye ugomvi mkubwa zaidi, kitu ambacho kilionekana kama ni utovu wa nidhamu. Hivyo hata bosi wao alikuwa hajafurahishwa na kitu hiki kwa sababu wote ni wafanya kazi. Hivyo sasa itokea pendekezo tu watu waende chini wakazichape ili waweze kuonekana nani mbabe kuliko mwingine. Basi Charlie alifurahi sana. Huyo Mudok ana mbwembwe kinyama, yaani ndo ametoa kifua afu anatikisa, anasema yuko tayari kwa ajili ya kumtandika dogo kipigo ya nguvu zaidi. Lakini Charlie naye alikuwa na group lake, hivyo ilikuwa ni wakati wa mchezo. Hii inanikumbusha kwenye ile Blood Sport ya Jean-Claude Van Damme ile yale malingo lingoni, alafu hata alikuwa anapigwa moja tu anatulia. Mzee alishenyentwa, aliparaswa katika eneo la bavu. Jaambia wewe nikupatie ile ambayo unaitakaga. Sasa mzee kikweli alikuwa vyema katika mapambano, hivyo ajikuta anashenyentwa
kuzailishwa sana na mtu huyo. Wasipokuwa na uwezo hata kuweza kurejesha. Mpaka wanaambia mzee alikimbia kificha kwenye chemba huko. Baadaye mzee toka akiwa ameshenyentwa sasa mpaka shati. Anasema nini ambacho kinaendelea? Kwa mtu kunifanyia madharau katika eneo langu. Lakini kwa bahati mbaya tu aliweza kugongana na mtu mmoja njiani akiwa anapita. Sasa amepigwa afu bado akawa anatukana. Asipokumjua mtu huyu nani. Basi mtu aliweza kurejea tu. Lakini baada ya kumwangalia huyo mzee alimuona kama mpumbavu mmoja tu ambaye hana chochote cha kuweza kufanya. Aambia kwa muda huo hana cha kupoteza kwa mtu ambaye ni mpumbavu, yani hana chochote kile. Mzalau sana mzee. Alafu akacheza mbali. Huyo ana mabodyguard, huyo hatujajua nani. Kama kawaida akiondoka ndo mzee huwa anatukana. Lakini pia aliweza kuambia vijana wake tu ya kwamba ni watu ambao kwa sasa kama hawana msaada, kwani wanaangalia mtu huyo anaweza kumuonea. Anamwambia muda usiende nyumbani pasipo bila nguo. Na kweli hivyo enda nyumbani kilikuwa ni kizaazaa. Mama anamchapa anamwambia akatafute nguo. Basi mzigo unatusha upande wa pili kabisa. Ikiwa ni siku nyingine alfajiri na mapema, Wajuba wakiwa wanatafakari ni vipi wataweza kupata riziki zao. Makuli hawa ambao wanasubiri meli au boti ziweze kutua ili waweze kuhamisha mzigo. Sasa Charlie kwa sasa ndo bosi baada ya kumshenyenta. Anasema anahitaji vijana 10 tu kwa ajili ya kushusha mzigo siku ya leo. Basi mwamba inabidi afuate utaratibu. Migongo hiyo kengele ukisikia hiyo ikiwa why number. Kwa sababu wale 10 ambao watakuwa wamepanga mwanzoni wataweza kupata nafasi. Basi waliweza kuhesabiwa watu 10 tu. Lakini miongoni mwa watu 10 ambao walihesabiwa, kila mtu alikuwa na katwa cha juu kutokana na nafasi ya kuweza kuchaguliwa. Yaani ukichaguliwa unakatwa kodi ya kuchaguliwa, lakini pia na kodi ya kufanya kazi. Ikizaza zaidi. Sasa kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anahitaji kushusha chumvi. Lakini kwa sasa anashangaa oda kushusha chumvi ni kama haipo. Atangulia oda nyingine ya kushusha mchele. Anasema mbona unalalamika sana? Ina maana hujui taratibu au? Aliweza kumshenyenta mtu mmoja. Hawezi kuambia usije kwenye eneo la kazi afu unakuja. Sasa mzee alikasirishwa sana na kile ambacho kiliweza kufanywa. Moja kwa moja aliofuata wale vijana ambao wambadilisha utaratibu katika eneo lile la kushushia mizigo. Anasema mnajua kabisa mimi nilikuwa kwanza, alafu na mzigo ambao una umuhimu sana. Hivyo ulikuwa unatakiwa ushushwe mapema zaidi. Basi walimwelekeza mtu huyo aweze kufika kwa bosi wao. Huko kuna mtu anaitwa Lord Deo Kage. Huyo babu kuna sehemu tulikuwa naye. Usihangaike sana, tulikuwa naye katika picha ambayo imetangulia kuwekwa hapo. Ambayo alikuwa anakwenda kwa jina la Bon Appetit Your Majesty. Mzee tulikuwa nao alikuwa anatumia jina la Prince Jason. Basi mtu alibidi aje kwa toa kuweza kutoa mwongozo wa rushwa tu ili mambo yaweze kupitishwa kiurahisi zaidi. Huyu inspector mtu mpya ambaye amekuja kwa sasa kidogo na utaratibu wake mgumu zaidi. Alikuwa anapata kinywaji na mmoja ya vijana wake ambao anawategemea sana hapa. Lakini sasa baada ya kile kitendo aliweza kuchange zaidi. Akamwambia mbona unajisahau sana? Unajiona una nguvu ya kuweza kuongea na mimi? Tu alitetemeka zaidi. Asiwa kwa nini unaongea wakati mimi naongea? Wewe ni mbwa tu, unatakiwa usikilize kile ambacho nakisema mimi. Kwa sababu kwa wakati mwingine itakupelekea kifo. Anambia mjomba alimpiga biti sana. Alafu akamimina hiyo pombe. Alafu kwa madharau zaidi anambia kila kitu kiko sawa. Kwa usipate gazabu yoyote. Ni kama tulikuwa tunacheza tu. Anambia mwanaume ni katili kinyama. Basi baada ya kuhakikisha kila jambo limekaa sawa, mtu huyo aliweza kurejea kwa kiongozi wake ili kuweza kutoa taarifa juu ya kila ambacho kimetokea. Anasema umelipa tena nini? Anasema nimelipa kwa sababu pale palikuwa pana kipingamizi kizito sana katika swala la kuweza kupitisha mizigo. Anasema wakati mwingine utakuja kuingia katika matatizo tu. Lakini kuna Charlie ambaye anasema kuna wakati busara inatakiwa ichukue mkondo wake, sio watu wa kutoa hela tu. Anasema sasa unafikiri ingekwaje? Basi moja kwa moja tunaletwa upande wa pili kwa mwanadada anaonesha vitu vya samani sana na yuko katika jumba
la watu ambao na maisha ya juu zaidi. Hapa yuko na kijimomvuli tu, amekuja kukiuza. Anasema nyangi 10. Lakini sasa baadaye nikuta katika wakati mgumu zaidi. Mzee wake amemkamata sasa. Anasema unatakiwa uweze kuolewa. Na nani aliyekwambia ubebe vitu na kwenda kuuza? Anasema baba, mimi napenda nijifunze biashara. Napenda niwe merchant zaidi. Kwa sababu nimezaliwa katika mji mdogo wa kibiashara. Hivyo biashara ni kitu ambacho nakipenda zaidi. Kwenda kujua habari yake zaidi. Sasa majira ya usiku, mtaalamu ambaye inspector mpya ameingia. Alimba kutana na wafanya biashara kidogo. Kwa haya maeneo kuna namna anahitaji kuteta nao juu ya ukusanyaji wa mapato kutokana na mfumo ambao ameuweka. Anasema najua nyinyi ni watu ambao mna muunganiko sana katika flow au mtiririko wa yale maji ambayo yanapita katika mto mkuu zaidi. Hivyo ni vyema kila mtu tu aweze kunipatia kile ambacho amekusanya, kwa sababu sitahitaji wakati mwingine kuweza kusumbuana na nyinyi. Basi asema kuna inspection maalum ambayo ataenda kuifanya. Lakini pia aliweza kuhitaji kupata utambulisho wa watu wote hawa ambao wana muunganiko katika flow ya maji ambao wanaingia katika eneo la mapo. Wanaita mapo Basi watu hao shangaa sana jio mtu mpya ambaye kwa sasa ana muunganiko na mtazamo tofauti zaidi na yule ambaye alikuwepo kwa kipindi hicho. Basi watu hao jaribu kumwambia tu jua nini ambacho kiandikiwe kiende sawa zaidi. Lakini pia aliweza kutoa mifano mingi sana. Lakini mtu kwa sasa alikuwa anahitaji kusikiliza mtu yote tu. Zaidi alikuwa anahitaji kupata kiasi cha fedha nyingi sana ili aweze kuhakikisha mambo yanasonga zaidi. Lakini sasa kuna mtu aliweza kuonekana anachonga sana. Na hapa alihitaji kumuonesha mfano tu kwamba yeye yuko serious kiasi gani. Asema nisamehe kwa kila ambacho nimefanya. Lakini alikutana nazo nyingi baba. Alikula nyingi kinyama. Alafu mwanaume anasema kwa wakati mwingine sihitaji kurudia kile ambacho nakisema. Basi watu wote walipiga ishara tu ya kuonekana ni kama mbwa kwa mtu huyo. Hivyo anaomba msamaha kwa kile ambacho kimejitokeza. Alafu mnyama anaondoka. Lakini mzee anasema ipo siku utakuja kulipa kwa hii ambayo umenifanyaga. Sasa Mnyaturu anajali. Anasema bosi naye na bosi wake. Sasa moja kwa moja kwa mtu ambaye anamtuma mtu huyo. Hatupati kuiona sura yake. Lakini sasa ndo mtu ambaye alikuwa analetewa vitu vya zamani zaidi, yani silver na gold kwa kipindi hicho. Ndio vitu ambavyo alipewa mtu yule. Basi wanasema ni siku nyingine tena Chali huyo hapa. Anasema leo anahitaji vijana 12. Hivyo muda ukifanya haraka tu. Basi iligongwa kengele kwa ajili ya uchaguzi wa vijana 12 ambao wataingia katika mchongo wa kupiga kazi siku ya leo. Basi watu wajipanga sahihi, na hapo alihesabu kuanzia mbele tu. Mtaalamu wetu wa zamani alikosa nafasi. Alisa akiangalia anaona kama kuna mzee mbona afya ni mgogoro. Anasema huyu anaenda wapi huyu? Anaweza kumteua mkali wa zamani. Anamwambia njoo chukue nafasi. Msinzalau kwa sababu mimi mzee na nguvu na naweza nikafanya kazi. Hebu nipeni nafasi yangu, nipeni haki yangu. Nahitaji kupata chakula. Lakini sasa mzee alichokutana nacho kilikuwa ni kipigo tu, kwa sababu ni kama alikuwa analeta usumbufu kwenye muda wa kazi zaidi. Alafu kile kitambulisho cha kuweza kufanya kazi kwa siku ya leo anaenda kupewa mtaalamu huyo. Huyo mwamba bado hatujamjua jina lake. Mtu ambaye kwa sasa ongei sana. Na ndio nyota mzuri hapa tamthilia bomba zaidi. Mzee alitupwa kwenye maji. Anaambia kama unataka kufanya kazi, vai na uingie kwenye kazi. Sasa anaingia katika kazi hiyo. Unafikiri nini ambacho kinajiri katika episodi safi inayofuata? Anaona akiwa anakunywa maji, alafu kuna Mnyaturu anagojewa kule. Ni kizaza zaidi. Hebu tukutane katika episodi inayofuata kujua nini hatima mambo yote zaidi. Hii hapo ni sound ya Mgojosoni kutoka ZZ Production. Hiyo ananitaga Follow DJ. Siku hizi wananiita bye. Kutoka kitengo bare wa 0686414059 popote pale ndani na nje ya Tanzania tuwazidi kusongezea burudani bomba zaidi. Hii hapa ni katika episode kabisa kwanza. Kwa hiyo usikose episode ya pili ya mzigo bomba sana hapa, ambao Oji unafahamika kwa jina la Zemuki Stream. Line ya the chosen one. Kama kawa Kamsamida. Here we go. Ciao.